Siku ya leo ya tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2026, halmashauri ya Kisarawe inayoongoza na wakuu wa idara na vitengo, baraza la madiwani, tumefika leo katika kiwanda hiki cha Meru Millers Limited kuweza kujionea namna uzalishaji wa mafuta ya alizeti unavyofanyika, lakini vile tumeuliza maswali mengi kujua namna gani na wenzetu hao wanapata malighafi za kuendesha kiwanda chao. Tumejifunza kwamba kuna namna ambavyo wanawezesha wakulima kwenye maeneo mbalimbali hapa mkoani Singida kwa kuwapa mbegu, lakini vile kuwapa elimu, na mwisho wa siku yale mazao kwa maana hiyo alizeti mbegu yake wao wanakuja kununua. Kwa darasa kubwa tumelifanya kuangalia mnyororo wa thamani, lakini vile tumejifunza kwamba product ambazo zinazalishwa hapa sio mafuta peke yake. Iko wax inazalishwa ambayo nyingine inakwenda kutumika kwenye sabuni, na iko pia acid oil ambayo inakwenda kutumika kwenye vyakula vya wanyama. Kwa hiyo ilikuwa darasa kubwa sana na sisi tumejifunza vizuri. Matarajio sisi kama halmashauri ya Kisarawe ni kwenda kutekeleza, na tumeona kwamba ni vyema kwanza idara ya kilimo tukajipange vizuri na magari tunaweza tukaanzisha block farming na kuwawezesha wananchi wetu, lakini baada ya hapo tutarudi kuwatafuta haya makampuni makubwa ambayo yameweza kuwekeza katika maeneo haya. Lengo kuweza kuwakutanisha na wakulima wetu ili wakulima wetu wawe na uhakika kwamba anachokilima anajua soko lake liko wapi. Kwa hiyo tutafanya huo mnyororo wa kuunganisha wakulima wetu pamoja na hawa wenye viwanda, na sofa hiki ni kiwanda cha pili tunakitembelea kwa siku ya leo. Kwa majina anaitwa Josephine Mwanga, ni katibu wa CCM wilaya ya Kisarawe. Leo nimepata fursa ya kutembelea kiwanda kidogo cha kukamua alizeti pamoja na baraza la madiwani, waheshimiwa madiwani, pia wapo wakuu wa idara na watumishi wengine wa halmashauri ya wilaya ya Kisarawe. Kiwanda hiki ni kidogo lakini kinaweza kukamua vizuri alizeti na tukapata mafuta. Kwa udogo huu hata Kisarawe pia tunaweza kufanya hivi kwa sababu tunalima alizeti, tunalima ufuta, tunalima karanga pamoja na nazi. Kwa hiyo kwa mawazo yangu mimi naona kwamba hata ufuta tunaweza kukamua kwa kutumia mashine kama hii, na pia wajasiriamali wetu wa wilaya ya Kisarawe wakanufaika na kilimo chao cha alizeti. Nishauri kuwa waheshimiwa madiwani wakafanyie kazi haya waliokuja kujifunza katika mkoa huu wa Singida na wilaya hii ya Singida mjini, hususan kiwanda hiki kidogo ambacho pia na sisi tunaweza kujenga na kutuletea manufaa kwa wilaya nzima. Asante sana. Naitwa Mohamed Boniface Rubondo, ni diwani wa Mzenga kutoka halmashauri ya wilaya ya Kisarawe. Tuko hapa Singida Manispaa kwa ziara ya kujifunza baraza la madiwani na wataalamu wake. Tumekuja kujifunza zao la alizeti, lakini pia kuja kujifunza zao la korosho. Na hapa tuko kwenye kiwanda cha uchakataji alizeti. Kiwalisia kwa tumejifunza, tumeona namna uchumi wa Wanasingida unavyokuwa. Alizeti ni uchumi. Kwa manake na sisi pia kama wana Kisarawe, hasa mimi kama diwani wa Mzenga, nikuli nitaenda kuelimisha wananchi wangu na sisi pia tulime alizeti kwa wingi. Sababu mafuta ya alizeti yana soko kubwa. Na hata tulipokuja huku tumeangalia hata mbegu za alizeti kuzipata ni kazi. Kila mwana Singida analima mwenyewe alizeti, anachakata mwenyewe. Maki hapa wanaleta crude oil, hawaleti alizeti ambayo haijachakatwa. Kwa hiyo manake kwa ufupi alizeti ni zao ambalo lina thamani kubwa sana. Kwa na sisi tukirudi ni lazima tuwaelimishe wananchi wetu, lakini mimi nitaanza mwenyewe kulima kwanza alizeti ili kuwaonyesha wananchi wangu alizeti thamani yake iko wapi. Lakini pili, kesho tutakwenda Manyoni kujifunza kiwanda namna uendeshaji wa kiwanda cha korosho. Na bahati njema kiwanda cha korosho kiko kwenye kata yangu ya Mzenga. Maana kwamba tutajifunza mengi na tutahakikisha kwamba zao la korosho pia tutalipa thamani kubwa, na kile kiwanda tutakwenda kukisimamia kwa hali na mali, kwa sababu moja ya faida ya kiwanda kile cha korosho kikianza kuchakata korosho, wananchi wetu watajikwamua kiuchumi. Kuna ajira mbalimbali zitapatikana pale. Kuna ajira ya muda mfupi kama kina mama na watu wengine wanaopepeta korosho kuchagua, lakini wapo watakaopata kazi ya kubeba mizigo, lakini wako watu watakaoajiriwa watapata ajira ya kudumu. Maana kiwanda kile kifanya kazi kitaongeza thamani na uchumi wa wananchi kibiashara
na mahusiano, kwa sababu watu watakota kutoka maeneo mbalimbali watakuja kujifunza na watu watoka mbalimbali kuleta material. Tunaamini katika mkoa wa Pwani na mikoa ya karibu korosho atazileta Mzenga. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ziara hii. Hii ziara hatukupoteza muda, ni ziara nzuri sana na tuko serious. Tutakwenda kuelimisha wananchi wetu, tutakwenda kueleza kinaga ubaga nini faida ya ziara yetu tulipata. Tutawaelimisha na wenzetu wote ambao hawakuja Singida. Ni hayo, tunashukuru. Jina naitwa Zaina Maimbo, ni diwani viti maalumu halmashauri ya wilaya ya Kisarawe. Tupo mkoani Singida, tumekuja hii ni ziara ya kujifunza kwa ajili ya kuongeza thamani mazao kutoka kwa mkulima mpaka kiwandani. Tumeona Singida wana viwanda vikubwa ambavyo wakulima wanaongeza thamani ya mazao yao, na sisi tumekuja na wataalamu kama madiwani kujifunza na kuendelea kuwashauri wataalamu kama tulivyoona Singida, na sisi tunataka kiwanda kama hichi. Tofauti yetu sisi na Singida, Singida wao wana alizeti, lakini sisi halmashauri ya wilaya Kisarawe tuna korosho, tuna ufuta, tuna chikichi, tuna muhogo. Sasa tunataka na sisi, kwa sababu hii ziara imetujenga sana na uzuri wake tupo na wenzetu wataalamu, maana yake tukirudi kule sasa na sisi tufanye michakato ya kuweza sasa kupitisha bajeti na kuwashauri kwamba tupate viwanda kama hivi, kuanzia viwanda vya kati, viwanda vidogo viwepo na viwanda vikubwa kwa ajili ya kuongeza thamani ya mazao. Nipo hapa mimi kama diwani viti maalum, pia kwa niaba ya chama changu, Chama cha Mapinduzi, chama ambacho ilani yake inatekelezeka vizuri. Kwa majina naitwa Valeriana Mkoka, ni diwani viti maalum katika halmashauri ya wilaya Kisarawe. Kwa bahati nzuri leo madiwani pamoja na wataalamu wa halmashauri ya wilaya Kisarawe tumekuja kujifunza Singida, tumekuja kusoma, tumekuja kupata elimu ya mafunzo ili na sisi tukirudi kwenye halmashauri yetu tukaweza kuyafanya haya ambayo leo tumekuja kuyaona huko kwa vitendo. Sasa basi, saa hizi hapa tuko kwenye kiwanda cha kuchakata mafuta ya alizeti, kiwanda ambacho mimi mwenyewe nimetembelea, nimeona kwa macho, sio kwa kuambiwa. Nimepanda juu, nimeenda kuangalia uchakataji wa mafuta, jinsi gani wanaweza kuchakata mafuta yakatoka mafuta yaliyo bora, mafuta yaliyotakata ambayo yanahitajika na yana virutubisho vyote kwa mlaji. Hivyo basi sisi kama madiwani, na sisi ndio wenye wananchi, na sisi ndio ambayo tumelibeba baraza kwa niaba ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi pamoja na mheshimiwa wetu wa halmashauri ya wilaya Kisarawe na uongozi wote kwa ujumla kuturuhusu leo, kutupa ridhaa hii ya kuja kujifunza, ili hiki tunachokuja kujifunza leo na sisi tukakifanye kwenye halmashauri yetu. Kama mnavyojua Kisarawe sasa hivi na yenyewe ni Kisarawe ya viwanda. Kwa hiyo tunapata fursa ya kwenda kuona jinsi gani na sisi tunaweza kwenda kuanzisha viwanda vidogo vidogo, hasa kwa akina mama, hasa mimi mwanamke ambaye ni wa viti maalumu, ambaye nimebeba dhama ya wanawake. Nimeona jinsi gani wanawake wanaweza kupata fursa kama endapo tutakuwa na viwanda hivi, hasa kiwanda hiki cha alizeti. Nimeona pale kwenye kiwanda cha alizeti kinakamua, alafu baadaye kinatoa kitu kama nta. Ile nta nimeihoji na kuiuliza, nimeambiwa ile nta ni kwa ajili ya wajasiriamali mbalimbali ambao wanakuja kuchukua kutengeneza mishumaa, wanatengenezea kwenye upishi wa batiki, wanatengeneza vitu mbalimbali. Kumbe basi wajasiriamali wale wanawake wanapata fursa na wao ya kupata malighafi ya kwenda kutengeneza bidhaa zao. Lakini sisi Kisarawe pia tuna kiwanda chetu cha korosho. Hivyo na sisi leo tumekuja kujifunza hapa jinsi ya stakabadhi ghalani. Tunauza korosho Kisarawe, tunazalisha korosho Kisarawe, lakini tumejenga kiwanda kikubwa Kisarawe. Kwa hiyo tunataka kuona jinsi gani wananchi wa Kisarawe watanufaika na kiwanda kile, hasa kupitia stakabadhi ghalani. Tutajifunza katika mji huu wa Singida, hasa kwenye halmashauri ya Manyoni. Tutakwenda kuona jinsi gani wanavyotumia stakabadhi ghalani na wananchi wakanufaika, na sisi tuende tukatumie hivyo hivyo. Tunachoitaka Kisarawe yetu tukaibadilishe ikawe Kisarawe ile ya viwanda kweli, ambavyo vinaweza kuwanufaisha wananchi, ambavyo vinaingiza hata mapato kwenye halmashauri zetu. Hivyo basi mimi nishukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi ambaye inaendeshwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha kupatikana viwanda hivi vya kutosha. Najua hii yote
ni serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo imewezesha. Nashukuru sana, asanteni sana. Naitwa Rita Magere, katibu tawala msaidizi sehemu ya viwanda, biashara na uwekezaji katika mkoa wa Pwani. Nimeambatana na wilaya ya Kisarawe pamoja na madiwani kwa ajili ya kujifunza fursa mbalimbali katika viwanda vya mkoa wa Singida. Tumefika hapa ili kuona fursa za wenzetu wanafanyaje na wamehusika vipi katika kuendeleza viwanda. Hii fursa itasaidia halmashauri ya Kisarawe kujifunza zaidi na kuvutia wawekezaji hasa katika zao la alizeti na korosho. Tumeona pale katika halmashauri wameweza kuanzisha kiwanda cha korosho, lakini bado hatujaanza. Sasa ndio tunafikiria tukisimamie wenyewe au tufanye PPP. Kwa kupitia ziara hii tutajua, baada ya kutembelea viwanda kadhaa, tutajifunza na kuona je, pale tufanye PPP au tuwekeze korosho. Lakini pia tukumbuke mkoa wa Pwani una mazao mengine mbalimbali ikiwemo ufuta, ikiwemo mbaazi, korosho. Hasa kupitia ziara hii tunaenda kujifunza pia uwekezaji wa wenzetu wamefanyaje, wamewezaje halmashauri zao kuwekeza katika maeneo hayo. Nashukuru sana.